Miaka 32 iliyopita Simba Sports Club walifika fainali ya michuano ya Africa CAF Cup Winners Cup mwaka 1993. Wakapambana vikali dhidi ya Stella Abidjan ya Ivory Coast, lakini wakateleza. Kilio hicho hakikuwahi kufutika, kiligeuka kuwa deni lililodumu kizazi hadi kizazi. Lakini mwaka 2025 Simba Sports Club wameandika sura mpya, kufuzu tena fainali ya CAF Confederation Cup, na sasa wamepewa nafasi ya kulipa deni hilo la kihistoria. Safari hii sio tu kwa ajili yao, bali kwa vizazi vyote vilivyoamini katika ndoto hiyo kwa miongo mitatu. Katika kila pambano Simba Sports Club wamejiandalia njia ya ushindi kwa ujasiri na bidii isiyo na kifani. Sio tu kwamba wamekimbia mbali na vikwazo vya kila aina, bali wamejionyesha kuwa na damu ya mabingwa. Kuingia fainali ya kombe la shirikisho CAF Confederation Cup mwaka 2025 ni ushahidi wa wazi kuwa wana nafasi ya kubeba taji la Afrika. Ukiwa kwenye nafasi ya aina hii unatazamwa kama bingwa mtarajiwa. Lakini je, wameshafanya kile kilichohitajika ili kuwa mabingwa hata kabla ya fainali? Simba ilianza safari yake katika kundi A maarufu kama kundi la kifo, pamoja na timu kubwa kama CS Sfaxien ya Tunisia, CS Constantine ya Algeria na Bravos ya Angola. Ingawa kundi hili lilikuwa na timu kubwa na ngumu Afrika, Simba walijenga msingi wa ubingwa kwa kuonyesha soka la kiwango cha juu, wakiongoza kundi na kupata matokeo ugenini kwa CS Sfaxien. Hii ni tabia ya mabingwa, kushinda ugenini. Katika robo fainali walikumbana na changamoto kubwa ugenini. Walifungwa bao 2-0 na Al Masry huko Misri, lakini walirudi Benjamin Mkapa Stadium jijini Dar es Salaam, walipindua matokeo kwa kushinda bao 2-0 na kwenda kwenye mikwaju ya penalti na kushinda kwa penalti 4-1. Katika nusu fainali, licha ya kumaliza mechi ya kwanza kwa kushinda kwa ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Stellenbosch pale Zanzibar, Simba walikutana na changamoto kubwa ugenini Durban. Wakicheza chini ya kiwango na uwanja ulikuwa na changamoto, walipata sare ya 0-0 na kufuzu fainali. Hali hii inadhihirisha ubingwa wa Simba. Ni timu inayoweza kupambana kwa ustahimilivu na kufikia malengo hata katika hali ngumu. Haikuwa kazi rahisi, sababu mpango wetu ulikuwa ni kupata goli mapema, anasema kocha msaidizi wa Simba Selemani Matola. Tumefanikiwa kufika hatua ambayo tulikuwa tunatamani tuifikie tena, na historia yetu tumecheza fainali mwaka 1993, lakini miaka 32 baadaye tumeweza kufanikiwa, anasema Murtaza Mangungu, mwenyekiti wa Simba, akipongeza wachezaji wa benchi la ufundi. Simba imefika fainali ya CAF kwa mara ya pili baada ya ile ya awali ya mwaka 1993. Ukiacha fainali, imeshawahi kutinga nusu fainali nyingine ya mashindano ya klabu bingwa Afrika. Sasa ni maarufu kama ligi ya mabingwa mwaka 1974. Simba imekuwa na tabia ya kufika hatua za juu mara kwa mara, hasa robo fainali. Tangu mwaka 2018 hadi sasa Simba Sports Club imefanikiwa kuwa klabu yenye mafanikio makubwa zaidi kimataifa kutoka Afrika Mashariki, kwa kufika robo fainali 6 katika mashindano makubwa barani Afrika, na sasa imetinga fainali baada ya kuitoa Stellenbosch ya Afrika ya Kusini. Hatua hizi haziingii timu za kawaida, huingia mabingwa au timu zenye sifa ya kuwa bingwa. Simba imefanya hivyo, inaweza kuwekwa kwenye kapu la mabingwa. Kupitia hatua hii ya fainali, Simba Sports Club wamepata zawadi kubwa ya kifedha, wakikusanya dola milioni 1 kwa kufika hatua hii ya juu, na iwapo itashinda ubingwa itapata dola milioni 2. Hii si tu ni faida ya kifedha, bali ni ushahidi wa ubingwa wao wa kweli. Ni timu ambayo mabingwa huwania ama kupata pesa kiasi kikubwa hivi, na Simba wamejiweka katika nafasi hiyo. Zaidi ya pesa, Simba wamejikusanyia heshima kubwa kwa bara zima la Afrika. Rais Samia Suluhu Hassan akiipongeza kwa kufika fainali kupitia mtandao wake wa Twitter ameandika, mmeipa nchi yetu heshima kubwa na watakia kila laheri mnayo hamasa yangu wakati wote. Hata baada ya mechi ya nusu fainali kule Afrika Kusini, kocha wa Stellenbosch Steve Barker
alikaririwa hadharani akisema Simba ni timu kubwa Afrika. Hii ni ishara kwamba Simba wamejijengea heshima ya dhati na wanayo nafasi ya kuendelea kujenga heshima katika soka la Afrika. Simba wameonyesha sio tu kwamba wana uwezo wa kushinda, bali pia wanajitahidi kudumisha ubingwa na heshima yao kwa kila hatua wanayochukua. Simba imeitoa Stellenbosch kwa jumla ya bao 1-0 baada ya sare ya 0-0 Durban na kutinga fainali ya CAF. Kwa mujibu wa viwango vya CAF, Simba Sports Club sasa inashika nafasi ya 4 bora barani Afrika, nyuma ya Al Ahly, Mamelodi Sundowns, Esperance ya Tunisia pamoja na Esperance ya Tunisia. Hii ni ishara ya nguvu ya Simba ambao sasa wanatajwa kwenye wakitajwa miongoni mwa timu bora kabisa kwenye soka la Afrika, kuwa 5 bora kwa viwango Afrika. Ni nafasi za mabingwa, sio kila timu inaweza kuwa kwenye nafasi hiyo. Kwa kupambana na timu kama CS Sfaxien ya Tunisia, CS Constantine Al Masry na kuiondoa Stellenbosch na kutinga fainali nyingine, ingawa ni baada ya miaka mingi, Simba imeonyesha kwamba ni klabu inayoweza kupambana na vigogo wa Afrika. Hii ni hatua muhimu si tu kwa klabu bali pia kwa ligi ya Tanzania kwa ujumla, ambayo inakuwa na heshima na kuimarika kwa kiwango cha juu kwenye soka la Afrika. Kupanda kwa viwango vya Simba ni hatua muhimu katika kupandisha hadhi ya ligi ya Tanzania kwa viwango vya kimataifa. Hatutashangaa orodha mpya ya viwango vya ligi bora Afrika. Ligi ya Tanzania itaendelea kuwa miongoni mwa ligi 5 bora Afrika. Mchango wa Simba huwezi kuupuuzia. Ni mabingwa tu husaidia ligi zao kupanda kwenye orodha ya viwango. Kwa ujumla, Simba wamekuwa nguzo ya ufanisi na mchango mkubwa kwa soka la Afrika Mashariki na Tanzania. Je, ubingwa huu unatosha? Simba Sports Club wamejionyesha kuwa mabingwa hata kabla ya kushinda fainali kwa kujizatiti, kupambana kwa ustahimilivu na kuvivimbia vilabu vikubwa kwa kila hatua waliopita. Wamejengea hadhi ambayo haitaweza kupigwa tena na wameweka historia pia, hadhi ya kuheshimiwa na kutinga fainali kama walivyofanya watani zao Yanga misimu miwili ambayo imepita na tulioishuhudia. Hata hivyo, hadhi ya ubingwa wa aina hii na hatua waliopo sasa haitoshi. Wanapaswa kupiga hatua moja mbele ya kutwaa kombe la Afrika, nikimaanisha kombe la shirikisho barani Afrika. Kocha wao Fadlu Davis analiona hilo na anasema hawapaswi kufurahia sana hatua hii, wanapaswa kujielekeza kwenye kutwaa kombe, akiungwa mkono na nahodha wake Mohamed Hussein. Je, ni sahihi au ni wakati wa kushinda kombe ili kudhibitisha kuwa ni mabingwa wa makombe? Na hawakufika hatua hii kwa bahati mbaya. Dakika 90 ambazo zinatarajiwa kumalizika hapa nyumbani, nikimaanisha Benjamin Mkapa, uwanja uliopo jijini Dar es Salaam, zitaamua ni nani kuibuka na kombe la shirikisho barani Afrika.